Okay, nam. Tunaingia katika movie letu tena la leo, mpenzi msikilizaji. Leo tunakuja na hili hapa chuma la ukweli kabisa, mpenzi msikilizaji, na hakika utafurahia chuma hili hapa endapo nikikufikishia katika pande hizi katika masikio yako, basi utalifurahia hili chuma. Hili chuma ni la ukweli na tena linakuwa lina mvuto. Yani tunamuona bwana, kabla kabisa tunaanza kabisa dudu letu la leo, tunamuona bwana Jonas akiwa amekaa kwenye gari ya mdada mmoja hivi, akiwa anakunywa zake kaulabu kidogo, anakunywa pombe yani, lakini akiwa anaonekana ni mtu mwenye mawazo sana. Lakini baada ya yule mwanadada, wakati anakunywa ile pombe pale, mara tunamuona Mariam akiwa na mtoto wake mdogo ambaye alikuwa anaitwa Magida. Basi alipofika pale ile ambaye Mariam na Magida, ikabidi akamkuta bwana Jonas anakunywa pombe katika gari yake. Basi alikasirika sana na kuanza kumtukana, akamwambia, wewe kaka, ni mpumbavu nini? Kwani unakaa kwenye gari yangu alafu unakunywa tu pombe? Unajua kila gari ni kukalia tu juu, kila gari ni kukalia juu. Alafu mimi sipendi maisha yake pumbavu kama hayo. Bwana unajua nini ambacho kilimtokea baada ya kumtukana bwana Jonas Mariam? Baada ya kumtukana Jonas, DJ shikilia hapo kwanza. Kama ni mara yako ya kwanza, mpenzi msikilizaji, ungefanya jambo la kiungwana la kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa, na hakika hautojutia bando lako, kwa maana kila siku tutakuwa bora zaidi ya jana, na yote haya tunafanya kukufurahisha wewe mpenzi msikilizaji. Fanya jambo la kiungwana, subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza. Bonyeza kialama chekundu pale cha kengele kile, ambapo utakuwa umeshajiunga nasi na utakuwa umeshakuwa mwanafamilia, na utapata vitu vyetu pindi bado vipya bana, ambapo ndio utakuwa vya moto, ndio utakuwa wa kwanza kuvipata. DJ achilia kitufe, tuendelee. Basi baada ya hapo, mpenzi msikilizaji, tunamuona bwana mmoja ambaye anaitwa Jonas akiwa amepiga zake pombe, anapepesuka, yani ameamka nyumbani anaelekea kazini, akiwa yuko cha pombe, yani yuko nyanga, akiwa anatembea hatua mbele nyuma, hatua mbili mbele. Basi wakati anatembea anaelekea kazini, akaondoka mpaka akafika moja kwa moja kazini. Alipofika akamkuta secretary akiwa amekaa zake ofisini, katika ofisi ambaye anafanyia kazi bwana Jonas. Lakini alipofika pale, wakati anamwambia sasa ile sekretari anamsalimia, anamwambia, yani yeye sasa Jonas anamsalimia sekretari, anamwambia za asubuhi sekretari, akiwa amelewa kinyama yani. Sekretari akabaki anamshangaa tu, lakini ikabidi tu amjibu, akamwambia salama, maana sasa hiyo ilikuwa sio ndio hivyo tena, yani amelewa. Basi baada ya hapo bwana, tunamuona mkurugenzi wa kampuni naye akawa ameingia, akamwambia, samahani, kumbe bosi uko hapa? Mimi sijajua kama uko hapa bosi za asubuhi bosi. Akiwa amelewa yuko bosi akamwambia, unasemaje wewe? Akamwambia, za asubuhi sina kusalimia bosi. Bosi akamwambia, hivi wewe ni mpuuzi hivi kampuni unaona labda ni ya babako au ni ya mamako? Hivi wewe kampuni unakuja yani saa hizi saa 11 unakuja kazini, alafu unasema za asubuhi? Hivi kweli una akili? Hebu angalia hiyo saa yako, saa hizi ni saa ngapi? Akaangalia saa, akaangalia mkono, akakuta hamna saa. Akasema, sasa bosi, mbona hamna saa? Mimi saa hizi najua ni asubuhi, nimekuja kazini mimi bosi, nimekuja kazini asubuhi, saa hizi saa 12 asubuhi naingia ofisini. Bosi akamwambia, mpuzi mkubwa, hebu angalia simu yako. Akaangalia saa, kuangalia saa kweli ni saa 11. Kabidi ajishtukia yani. So mchizi kaenda saa 11 kazini, afu anasema asubuhi yani. Pombe kalewa kinyama yani amekunywa pombe akakesha nazo, afu akaamka nazo, afu hajajua hata ni saa ngapi. Anaenda kazini anajua ni asubuhi. Basi so bosi akasema, bana, kuanzia sasa sikutaki katika kampuni yangu, ondoka katika kampuni yangu na sitaki hata kukuona. Basi mchizi Jonas aliamua kuondoka katika ile kampuni. Baada ya kuondoka katika ile kampuni, kati anaenda njiani akawa amekutana na kaka yake. Baada ya kukutana na kaka yake, akamwambia, kaka akamuuliza, unaenda wapi mdogo wangu saa hizi? Mbona ni mida ya jioni sana? Akamwambia naelekea nyumbani. Akasema twende basi nikuescort kidogo. Wakafika nyumbani. Wanafika nyumbani tu siku ya balani ya balaa, na siku ya mkosi huwa ni mkosi. Anafika nyumbani nako, alipokuwa amepanga nyumba, anakuta mama mwenye nyumba amemtolea vitu nje, na anamwambia, sitaki hata kukuona hapa, na kudai kodi yangu 500 sasa hivi imefika, miezi yote hutaki kunilipa hela yangu, alafu unakaa kwenye chumba, vitu vyako hivyo hapo nje na mabegi yako nimeshakutupia hapo nje, wewe kama vipi? Jisepia tuondoka. Akamwambia, sasa unanifukuzaje hivi?
kwa nini usingenisubiria nikaja ukanisikiliza kwamba nina shida gani au kuna tatizo gani afu ndio unifukuze? Sasa unanifukuzaje kwa design hii? Akamwambia nimeshakwambia sitaki kukuona katika chumba changu, ondoka na sitaki kukuona. So basi jamaa akasema sawa, umenifukuzaje? Vipi kuhusu gari yangu? Gari yangu iko wapi? Akamwambia gari yako nimeishikilia mpaka utakaponipa pesa zangu. Utakaponilipa pesa yangu ndipo nitakapokupa gari yako. Akasema sasa wewe mama, hivi kweli una akili timamu kweli? Yaani wewe unafananisha kodi yako na gari langu? Na maana gari lina thamani ya hiyo kodi. Hata kama ni miezi mingapi unadai, na maana ndio thamani ya gari yangu. Akamwambia nimeshakwambia hivi, gari sikupi mpaka utakapolipa pesa zangu. Basi so kaka akamwambia bana, twenzetu bana, achana na huyu. Akamwambia basi mimi gari langu nitakuja kulifuata kwa muda wangu. Akawa ameondoka zake pale mpaka kwa kaka yake. Kufika kwa kaka yake, kaka akamkaribisha, akamwambia bana, karibu ndani nini. Akamkuta na shemeji yake, akamsalimia shemeji yake pale, mambo ya shemeji. Akawapokea mabegi, sababu alikuwa na mabegi, alikuwa ameshafukuzwa kule. Akampokea mabegi na akayaweka ndani. Baada ya kuyaweka ndani, wakaanza kupiga story kidogo pale. Kabidi kaka akamwambia vipi kuhusu kazi? Jamaa ikabidi amdanganye kaka yake, akamwambia bana, kazini bana, nimepewa likizo kama mwezi mmoja hivi, alafu so ikisha huo mwezi mmoja nitaenda kazini. Kumbe amemdanganya baba nani, kaka yake, lakini amefukuzwa kazi, amemdanganya kwamba amepewa likizo. So basi wakawa wanakaa pale. Sasa asubuhi hapo jirani akawa ndo ametoka mchizi hapo, Jonas ametoka hapo nje, ndo akawa amekaa kwenye gari ile gari alikuwa amekaa ilikuwa hapo nje kwa nyumba ya jirani, yani kwa nyuma. Sasa ndo akatoka huyo mama ambaye ni Mariam akiwa na binti yake sasa Magida, ambaye wanaenda anampeleka shule. Akafika akakuta ndo jamaa amekaa kwenye gari yake. Baada ya kukuta amekaa kwenye gari yake anakunywa pombe, ndipo alipoanza kumtukana na kumwambia mpuzi mkubwa, mpumbavu wewe, unakaaje kwenye gari yangu? Toka kwenye gari yangu, unafikiri kila gari ni ya kukaa tu? Afu mimi sipendi watu wenye tabia kama hizo, yani unalewa leo mapombe asubuhi afu unakuja unyekaa kwenye magari ya watu. Toka hapa bwana, pumbavu, mimi nakwambia muda wote nakusababisha afu unisikii. Akamwambia samahani, sijakuelewa wala sijakaa kwa nia mbaya, mimi nimekaa tu nakuwa napiga zangu vyombo hapa, afu unakuja unanisumbua hapo bwana, samahani kama nimekukosea, naomba nisamehe. Basi jamaa ikabidi ashuke pale kwenye ile gari. Basi yule bidada Mariam akaingia na binti yake ambaye ni Magida. Walipoingia katika gari wakawa wameondoka zao, wakaenda zao shule. Basi mchizi akawa asubuhi tena akawa ameingia zake ndani, akalala akashinda zake fresh. Jioni nini, asubuhi akaamka tena akaenda kama kawaida kukaa pale. Alikuwa ni mlevi sana bwana Jonas, anakunywa sana pombe, yani asubuhi akiamka ni over tu, yani anaamka na pombe tu. Akawa amekaa zake tena pale anaendelea kunywa pombe. Ile bidada akapita tena Mariamu asubuhi anampeleka binti yake Magdalena shuleni. Wakati anaondoka anafika pale akamkuta tena amekaa zake pale. Ile Jonas akamsalimia dada za asubuhi, akamwambia, akamnyamazia tu, hajamjibu yani. Akasema dada, sina kusemesha na kusalimia, kwa nini unisikie? Ile dada akaongea naye, kaza alimwangalia chini juu, afu akapanda zake kwenye gari akajisapia yani. So basi mchizi akaanza kusema, huyu dada vipi? Mbona mimi namsalimia tu kilo safi, yani namsalimia kiungwana tu, alafu hanipokelei wala haongei na mimi. Akawa amejisapia zake, akasema achana naye bana, atajua mwenyewe. Basi akabidi atulie zake pia. Tena kesho asubuhi akaamka kama kawaida, alikuwa kimara kwa mara anatoka pale anakaa kwenye sehemu pale ambako ile bidada anapaki gari Mariam. Na Mariam alikuwa anapenda tu kupaki gari lake pale kwa sababu ndio jirani na kwake na nyumbani kwake ndo hapo. Lakini nyumba ndio imepakana na hiyo nyumba ya kaka yake na Jonas. Jonas pia asubuhi tena akawa amekaa zake pale. Alipofika tena Mariam akamsalimia, jirani vipi hali? Jirani hakumjibu Mariam, akanyamaza zake kimya. Basi kile kitoto kilienda kumsalimia bwana Jonas. Ikabidi mama yake Mariam akamwambia, wewe Magdalena, njoo haraka kwenye gari. Pumbavu, unaenda kumsalimia, unamjua huyu? Unamsalimia nini? Kaa kwenye gari huko. Basi Jonas akawa anashangaa, sema huyu bidada vipi? Mbona anakuwa na roho ngumu hivi? Yaani hata mtoto kuja kumsalimia yeye anachukia. Sasa hii maana gani? Na kwa nini anakuwa na hasira hivi? Afu mimi namsalimia tu kilo safi, hataki kunipokelea. Sasa ana matatizo gani huyu? Basi jamaa yule bidada akawa ameondoka zake pale, amempeleka binti yake shuleni. Baada ya kumpeleka binti yake shuleni, alipotoka pale yule nani Jonas akaenda kwa kaka yake. Kufika kwa kaka yake akamwambia, kaka vipi? Akamwambia fresh. Akamwambia hivi, nataka nikuulize kaka, huyu jirani hapa, jirani yetu hapa ana matatizo gani? Akamwambia huyu jirani bana hata si atuongeagi naye. Afu pia huyu jirani anapenda sana kwani kuwa busy na mambo yake, nataka kuongea na mtu. Kwa hiyo hata wewe usitake sana mazoea naye, lakini ndio hivyo yani. Kwa akamwambia, kwani ana tatizo gani labda? Na inakuwaje paka hataki kusalimiana na watu? Akamwambia, bana hayo mengine mimi siyafahamu sana, so ukiniuliza sana mimi siwezi kuyajua mambo ya jirani, lakini ndio hivyo, sisi hatuongeagi naye na wala haongeagi na sisi. Akamwambia lakini anaonekana na matatizo fulani labda ambaye amemtokea. Akamwambia si bwana, hatujui mambo yake, kwa hiyo achana naye kwanza, mimi siwezi kufuatilia vitu vya mtu. Basi kaka akamwambia, bana mimi kama vipi
Wewe achana naye, huyo anaonekana ni mkorofi sana na sijui kama hata anaongeaga na mtu, sababu hapa haongeagi na mtu yoyote huyo jirani. Ndio hivyo hivyo jinsi alivyo na ndio hivyo. Akamwambia kwa hiyo na maana ida sawa, basi ngoja mimi nitajaribu kujitahidi kuongea naye, nataka awe rafiki yangu. Akamwambia sijui kama utaweza, pambana, unaweza ukafanikisha. Akamwambia poa. Basi wakawa wanataniana na kaka yake pale kidogo, kaka akawa ameondoka. So baada ya kesho yake sasa akawa ametoka zake tena pale, amesimama zake pale kwenye ule mlango kwa nje. Basi yule bidada anatoka tena, anampeleka mtoto shule, ndipo alipoanza kumsalimia jirani, vipi? Akamkaushia, akamwambia jirani, ni sina kusalimia wewe. Akamwambia bwana, achana na mimi, una matatizo gani? Hebu fuata maisha yako yani. Akamwambia mind your business, yani fuata maisha yako yani. Basi ikabidi jamaa akasema mind ya biashara tena, haya bwana, haina noma. Basi jamaa akawa amejikata zake kwenda kwa blaza yake. Lakini sio siku hiyo, kaka yake akawa amemwambia bana, naomba tafadhali nikwambie kitu kimoja ambacho nataka nikueleze. Kaka ikabidi Jonas akamwambia ni jambo gani hilo kaka unataka kuniambia? Akamwambia bana, mimi naenda Uturuki kikazi, kwa hiyo nasafiri kidogo, so nitaenda kukaa kama mwezi mmoja hivi. Kwa hiyo kwa sababu nasafiri, nataka nikuachie hapa nyumbani, nikuachie na nyumba, sababu nitaondoka na shemeji yako, naenda kule kikazi kwa muda wa mwezi mmoja. So baada ya hapo nikirudi nitakuja nitakutafuta. Basi jamaa akamwambia haina noma brother, kama unasafiri poa, usiwaze, mimi tabaki hapa nyumbani, yani kilo safi tu, wala hata usiwaze wala nini. So basi mchizi akawa ameondoka zake na mke wake, wakawa wameondoka yule brother yake ambaye na Jonas yeye akawa amebaki peke yake pale ndani. Sasa tabia yake kama kawaida ya ulevi, na pia anapenda kunywa sana pombe na analewa sana. Basi baada ya hapo akawa ametoka zake nje pale, akawa anakunywa zake pombe asubuhi. Basi mara kidogo yule bidada akawa anatengeneza gari yake pale, gari ilikuwa imezingua kidogo. Akamwambia vipi? Akamwambia fresh. Akamwambia naweza kukusaidia? Akamwambia unasaidia nini wewe? Na wewe muda wote nikulewa tu mapombe, hata una maana yote wewe, muda wote nikulewa tu, kwani huna kazi za kufanya mpaka uje unisaidie? Akamwambia kweli mimi sina kazi za kufanya, maana hapa nilipo niko mwenyewe, kakaangu amesafiri na mke wake, kwa hiyo niko mwenyewe, naweza nikakusaidia kutengeneza gari yako. Basi kama bidada akawa kama anamuelewa hivi, akawa anasogea karibu, akamwambia so naweza nikakusaidia tu, kwa sababu mimi na utaalamu kidogo haya magari, naweza nikaangalia nikakusaidia. Basi bidada akawa amemkabidhi ile prize alikuwa ameshikilia, akampa ile. Baada ya kumpa, akawa ameondoka zake, ameingia ndani. Lakini bidada anachukia sana ile tabia ya jamaa kunywa zake pombe, yani anakunywa sana pombe, yani kiasi kwamba muda wote ni ulevi tu yani. Sasa bidada yeye hapendi ile tabia, yani mtu anavyokunywa pombe vile, yeye bidada hapendi. Basi baada ya kutoka pale, ikabidi jamaa akaanza kuishughulikia gari. Katengeneza kwa muda mrefu sana, kaangaika, lakini alimwambia hii gari bana itakuwa inatakiwa itengenezwe kwa muda mrefu, kwa sababu kuna vitu ambavyo baadhi vimekufa. Basi akawa anatengeneza zake pale. Ile bidada akaingia ndani, alipotoka akaja na juisi, akamwambia hivi ndio vitu vya kunywa, sio unakunywa mapombe, hebu jaribu kunywa hii juisi, itakuwa imekusaidia. Wameanza kidogo ukaribu, akamwambia baada ya kuchukua ile juisi, akamwambia sasa hii juisi mbona mimi nakunywaga tu mara kwa mara, hata mimi juisi napendaga, sio kwamba nakunywa pombe tu, hata juisi pia nakunywaga. Basi akawa amekunywa ile juisi. Wakati anakunywa ile juisi, basi bidada akawa anamwangalia tu mchizi, kakata zake kiglasi pale. Baada ya kumaliza kukata kiglasi, so akampa glasi yake bidada akaingia zake ndani kwa mtoto wake Magdalena. Baada ya kuingia ndani, basi jamaa akamwambia basi mimi bwana naendelea kutengeneza hii gari, kuna vitu nimeagiza vitakuja nitavirekebisha. Basi jamaa alitengeneza gari kwa muda mrefu mpaka hadi jioni, lakini gari kai imepona. Alipotoka pale, akaenda akamgongea bidada, akamwambia bana, gari lako limepona na hili hapa funguo. Akamrudishia funguo yake yule bidada. Baada ya kumrudishia funguo, basi bidada kama anamwambia ni shilingi ngapi nikulipe? Jamaa akasema bana, mimi bana sihitaji malipo yoyote. Akamwambia bana, sikiza nikwambie, ile ni kazi umefanya na umetengenezea gari yangu, hata kama ningeipeleka kwa fundi pia vile vile tu ningetoa pesa. Kwa hiyo wewe niambie, so ni shilingi ngapi mimi nikulipe, maisha yaendelee, ili tuendelee kwa na heshima, tuheshimiana. Akamwambia bana, mimi kweli sihitaji pesa, wala sijafanya kazi yako kwa sababu ya kulipa pesa, ila tu mimi nimefanya kiungwana, kiroho safi, kwa sababu tu ni jirani yangu na ni mtu mwema. Basi nimeamua kukufanyia tu hiyo kazi, labda nitakachotaka unilipe labda tu nikuombe tu uwe rafiki yangu. Basi yule bidada alikasirika baada ya kuambiwa kuwa rafiki yako, kuelewa labda ni rafiki wa aina gani, lakini alivyoambiwa tu kwamba labda uwe rafiki yangu ndio itakuwa malipo yangu, alimwangalia akamkata jicho, afu pia akawa amemind, akatoka zake, akafunga mlango, akaingia ndani. Basi yule kaka bana Jonas akawa anashangaa, sasa huyu dada naye sijui ana matatizo gani? Sasa mimi nimemuongea, kwani mimi nimemuuzi nini hapo? Mimi si nimeongea kawaida tu, nikamwambia kama vipi uwe rafiki yangu. Sasa labda kafikiria nini au yeye kawaza nini? Basi akawa anajisemea haya moyoni tu, ikabidi
ikabidi aondoke zake Jonas, akaenda zake kukaa nyumbani. Basi kidogo asubuhi nini akawa ametoka zake tena pale, akawa amekaa zake anapiga pombe yake kidogo nini, na yule bidada naye akawa amekuja pale akamsalimia. Siku hizi hata kusalimia wanasalimia, na baada ya kumtengenezea gari kaujirani kidogo kameanza kusogea, so akawa anamsalimia kidogo pale, akawa amemwaga anaondoka. Umeona bana. Lakini sasa jamaa baadaye akabidi amekaa naye siku hiyo, amekaa sasa asubuhi, jamaa akawa amekaa kwenye kiti na dada wanakula zao matunda kidogo hapo na juice, wanagonga zao mdogo mdogo. Urafiki umekuwa mzuri kidogo, wameshaanza kuwa na ukaribu yani na ule bidada Mariam, na Mariam akawa ameanza kumuelewa kwamba huyu jamaa kumbe hana shida, hata kama anatumia pombe yake lakini hana shida, mbona anaonekana ni mstaarabu. Basi wakawa wamekaa zao wanagonga zao kinywaji pale kidogo, wanakula na matunda kidogo, wanapiga mastori. Lakini wakati wanapiga mastori, basi ilibidi Jonas akamuulizia yule bidada Mariam, akamwambiaje, eti Mariam, samani kidogo, naomba nikuulize. Akamwambia niuliza tu, ulikuwa unataka kuniuliza nini? Akamwambia samani, nakuona uko na Magdalena, je, vipi kuhusu baba yake? Alipomwambia hivyo ilibidi Magdalena akanyamaza kidogo kwa kiasi. Kwa muda kidogo akanyamaza, akawa hajaongea chochote. Akamwambia vipi, au nimekukwaza au kukuuliza nitakuwa nimekukosea? Akamwambia hapana tu, babake na Magdalena alishafariki, alikufaga kitambo, kwa hiyo niko mwenyewe. Akamwambia pole sana, na samani pia kwa kukumbusha mume wako kufa, kwa hiyo naomba nisamee, mimi sikujua, nilikuwa nauliza tu kwa nia njema, kwa sababu nilikuwa namuona huyu bidada, namuona mtoto wako alafu simuoni yani baba yake, kwa hiyo ikabidi niulize. Kwa hiyo samani sana, pole kwa kumpoteza baba Magdalena. Akamwambia haina shida, yote ni maisha. Lakini alipoteaje au ilikuwaje mpaka kitu ambacho kikafikia umauti wake, ilikuwaje? Akamwambia hii ni story ndefu, nitakuja tu kukuhadithia siku nyingine. Akamwambia hapana, unaweza ukaniambia, mimi sasa hivi ni kama rafiki yako, kwa hiyo so unaweza tu ukaniambia kwamba ilikuwaje au ilitokea nini na nini, umeona? So unaweza ukaniambia, mimi nitajisikia tu fresh kama utaniambia. Akamwambia hapana bana, ni story ndefu. Lakini wakati anaendelea kumuuliza amwambie, basi bidada aliamua kuondoka kwa hasira, akaamua kuacha na vile vinywaji pale, akaingia zake ndani, akaenda kutulia. Amekaa basi, jamaa akawa anajiuliza sasa kuna nini? Bwana, mbona mimi simuelewi? Sisi tulikuwa tunaongea vizuri tu, kwa sababu tu nimemuuliza kuhusu huyo mume wake, ilikuwaje akapoteza umauti ukamkuta. Sasa hapo mimi nimekosea nini? Si nimemuuliza kitu kizuri tu, akana jisemea hayo bwana Jonas. Lakini baadaye ilipofika jioni, kiza cha usiku hivi kwenye saa moja, ilibidi tena jamaa amfuate mpaka ndani yule bidada Mariam. Akamgongea mlango na Mariam akamfungulia, akaingia ndani, akakaa sebuleni kwenye makochi. Alipokaa kwenye makochi, urafiki sasa umenoga fresh. Akabidi akamwambia samani, mbona asubuhi kati nakuuliza habari za mume wako marehemu ukanikimbia? Kwa nini ulinikimbia? Au labda kulikuwa kuna tatizo gani? Au labda kuna kitu nilikukosea? Au sio kukuuliza vile imekuwa ni tatizo au imekuwa ni changamoto? Kwa nini ukanikimbia yani ilikuwaje mimi kukuuliza tu ukaamua kuondoka na kuniacha pale nikiwa nimekaa peke yangu? Unajua nimejiuliza maswali mengi sana, nikaa nasema huyu dada labda ana tatizo gani, au labda mume wake alipata tatizo gani, au kwa nini labda mimi kumuuliza tu ameamua kukasirika na kuondoka, sio kuna tatizo gani au kuna shida gani? Basi yule bidada akanyamaza, akamwambia bana, sitaki tu kuzungumzia hizo story za mume wangu alishapoteza maisha na hayupo na mimi tena, kwa hivyo sipendagi sana kuzizungumzia hizo story. Akamwambia lakini unaweza tu kaniambia, so naweza nikafahamu labda 1 2 3, au labda kama kuna kitu chochote ambacho kilitokea naweza nikafahamu, naomba uniambie tu kama rafiki yako, nieleze, naomba unijulishe tu ukweli kwamba nini ambacho kilitokea mpaka hadi mume wako umauti ukamfika. Akamwambia bwana, mimi hiyo ni story ndefu kiukweli. Unajua Jonas, sikufichi mimi waga sipendi kuizungumzia sana hiyo story, sababu nikizungumzia inaniuma na inanikumbusha mbali sana, na hata inaweza kapelekea mpaka nikaanza kulia. Hasa inakuwa sio picha nzuri mimi nikaanza kulia mbele zako, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo jamaa akamwambia, lakini hata kama ni unalia, lakini historia ni hivyo, kama kitu kilishatokea kimetokea tu, unaweza kumhadithia mtu na ukapiga tu story kawaida, kwa sababu ushasahau na imekuwa ni muda mrefu. Kwa hiyo unaweza sio ukaniambia mimi nikaelewa tu. Akamwambia bwana, yule mume wangu bwana, akawasha simu akamuonesha picha, akamwambia huyu ndo mume wangu, alikuwa ndo mume wangu na picha yake ndo hii hapa. Jamaa kuiangalia ile picha kama alishtuka fulani hivi. Baada ya kushtuka akaikazia jicho, afu akaishangaa sana ile picha, afu akabaki kama ameduaa. Ikabidi ile bidada Mariam akamwambia, vipi, mbona kama umeduaa, kuna shida gani? Afu mimi sikuelewa, nashangaa tu umeduaa ghafla tu, yani umenyamaza ghafla ukawa kama vile umeduaa baada ya kuona hii picha. Akamwambia bana,
mimi sijadua, ila isipokuwa tu nimeshangaa kuiona hii picha, lakini haina noma, hebu niambie ilikuwaje. Akamwambia bwana, huyu mume wangu mimi aligongwa na gari. Baada ya kugongwa na gari, siku hiyo ilikuwa ni usiku, na baada ya kugongwa na gari hakuwa na mtu wa kumsaidia, na yule mtu ambaye alimgonga aliamua kuacha zake gari na akakimbia. Kwa hiyo mume wangu hakuwa na mtu wa kumsaidia, alikaa pale kwa muda mrefu mpaka akapoteza umauti pale pale. Kwa hiyo hivyo ndio kisa kilichotokea. Kwa hiyo mpaka leo nikawa na baba na mtoto kama hivyo ambaye hana baba, na mimi pia nikawa ni mjane mpaka hivi kama unavyoniona. Basi ikabidi jamaa akamwambia pole sana Mariam. Kwa hiyo kumbe ndio alikukuta maswaibu makubwa hivyo. Aisee, pole sana. Kiukweli sikutegemea kama unaweza ukanipigia story kama hiyo, na unaweza una kitu kama hicho kilikutokea. Basi pole sana, na pia naomba nisamehe kwa kukumbusha mambo kama hayo. Sikute ulishasahau na ulishafikiria, ulishabageni mambo yako mengine, ulikuwa umeshaweka tu taratibu wako mzuri wa kuishi, lakini nimekukumbusha tena tukio la mume wako kupoteza maisha. Kwa hivyo naomba nisamee bana, nisamee, sitorudia tena kukukumbusha kitu kama hicho. Basi jamaa akawa ametoka kwa kasi na akawa amekimbia chumbani kwake yule jamaa Jonas. Baada ya kufika kule chumbani kwake, tunaona akafungua kabati yake kwenye draw, akavuta draw moja hivi ametoa kuna wallet fulani. Kuangalia ile wallet, ilikuwa ile wallet ina picha, lakini kuangalia ile picha tunaiona ni ile picha ambayo imefanana na yule mume wa yule dada ambaye na yeye alimuonesha ile picha ile dada kwenye simu. Kumbe bana yule baba yule ambaye siku hiyo ambaye ndo babake na Magdalena ambaye ni yule mume wa yule mama Mariam, kumbe bana aliyemgonga bana alikuwa ni jamaa. Basi jamaa baada ya kugundua hivyo alichoka na alilia sana na akajilaumu sana. Akasema kweli mimi kumbe ndo nimesababisha mama wa watu Mariam kuishi maisha magumu kama haya na mtoto wake Magdalena na akiwa mtu mwenye huzuni hivi. Kumbe mimi ndo nilisababisha. Basi akawa anakumbuka siku hiyo ilikuwaje. Alikumbuka siku moja alikuwa amelewa sana. Alipokuwa amelewa akawa anaendesha gari yake. Wakati anaendesha gari yake akawa anaangalia simu huko, anachati huko, amelewa, afu ni usiku. Basi baada ya kushtuka ghafla akawa amemgonga kama design kama amemgonga mtu hivi. Baada ya kushuka akamkuta kweli ni mtu amemgonga. Baada ya kumgonga akamwangalia yule mtu akawa anatapatapa pale, ndo anakatakata roho. Wakati anakatakata roho pale, ikabidi yeye hakutaka kumsaidia yule mtu, ilibidi tu akachukua kitambulisho chake akawa ameondoka. Ile alichukua ile wallet ambayo ilikuwa na kitambulisho, ndio hiyo wallet ambayo alikuwa anaiangalia kwa saa hiyo. Kwa hiyo kumbe yeye ndo aliyeshiriki kumuua yule babake na Magdalena. Kwa hivyo alijilaumu sana, akasema kweli pombe ndo imenifanya mimi nimpoteze huyu kijana. Basi asubuhi akawa amefika, akawa ana mawazo sana, akawa anakunywa sana pombe siku hiyo. Basi yule bidada alimsogelea na kumwambia, unajua pombe sio nzuri katika afya, na pia pombe haifai kwenye maisha yako. Unapokunywa pombe inakusababishia matatizo mengi sana, na kwa sababu pombe hii unayokunywa inakufanya hata ukose confidence ya kufanya mambo yako mengine. Yani unaweza kuwa una vitu vya msingi vya kufanya, lakini ukashindwa kuvifanya kwa ajili ya pombe. Na ni kweli, ndugu wasikilizaji, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wangu, na napenda kuwashauri hata mimi pia kwamba pombe sio nzuri. Mimi sio mtumiaji wa pombe, ingawa nilishagusa huko nyuma, lakini sio mtumiaji wa pombe, sipendi kabisa, kwa sababu pombe inakufanya kwanza unakuwa unamaliza hela bila malengo, afu pia unakuwa yani kuna vitu vya msingi unaweza usivifanye kwa wakati kwa sababu ya kulewa. Kwa sababu unapolewa tayari pale unakuwa umeshapoteza kumbukumbu ya maisha yako kwa muda ule. Kwa hiyo huwezi kuwaza kufanya kitu chochote, na ikisha kuingia kwenye mwili inakuwa inakufanya kama mtumwa. Yani unakuwa mtumwa wa pombe, kwamba kila unapopata pesa unawaza ukanywe, na unapokunywa akili yako inazidi kuzoofika kiakili, unazoofika kimwili, na pia inaweza kukuletea madhara mwilini mwako. So pombe kweli sio nzuri, wala sio ya kuitumaini sana, wala ya kuitegemea. Kwa hiyo jamaa ile bidada Mariam akawa anamshauri, bwana, achana na mapombe. Mapombe sio mazuri. Mapombe atakusababishia ukose vitu vingi sana kwenye hii maisha, na inaweza kukufanya ukapoteza hata maisha yako. Kwa wakati mwingine ukawa umekosa vitu vya muhimu vya msingi kwa sababu ya pombe. Na kweli alichokuwa anakiongea Mariam ni sahihi, kwa sababu tunamuona hata kazi pia ameipoteza kwa sababu ya pombe. Wewe mtu unalewaje afu unaenda kazini saa 11 jioni, unasema umeenda asubuhi, na unafika asubuhi unamsalimia bosi, unamwambia za asubuhi bosi, ni saa 11 jioni. Ni kweli kama sio pombe ni nini? Yani pombe bwana, pombe ukishalewa bwana inakuwa noma sana. Kwa hiyo pombe washikaji sio poa, yani pombe sio fresh. Tuachane na mapombe washikaji, tufanye kazi, tufight tu, tutengeneze maisha. Pombe sio nzuri. Basi akawa anamshauri hivyo yule bidada Mariam, akawa anamshauri bwana yule bwana jamaa yetu huyu ambaye ndo anakunywa sana pombe.
bwana Jonas. Basi baada ya kumshauri, alipomaliza akawa ameondoka zake, amepanda zake gari, amesepa. Na siku hiyo tu alikuwa yuko mwenyewe peke yake, kuna sehemu alikuwa anaenda, lakini mchizi kweli ikawa imemuingia kama akilini hivi, akawa anafikiria, akasema da, bwana huyu dada kama mimi anachoniambia kama ni cha kweli vile, sababu nahisi kama kitu ambacho ananiambia ni cha ukweli kweli kabisa, maana nimehisi kweli hata mimi mwenyewe nahisi kujisikia uchungu sana, na najilaumu kwa nini kwa kitendo kile cha kufanya mapombe ndio alisababisha mimi mpaka nikamuua mume wa huyu bidada. Basi so akawa amerudi zake ndani, ametulia zake. Asubuhi tunamwona ameamka, ameshika tena mtungi wa pombe, akiwa anafikiria anataka kunywa, yani asubuhi. Lakini kati ameshika ile pombe, anataka kunywa, roho inasita. Anataka kunywa, roho inasita. Roho nyingine inamwambia acha, roho nyingine inamwambia kunywa. Anaanza kufikiria ushauri wa yule dada ambaye Mariam alikuwa anampa. Alikuwa anamwambia kwamba achana na pombe, sio nzuri, pombe haifai, pombe sio maisha mazuri, pombe inaweza kukufanya ukakosa confidence ya maisha yako, pombe inaweza kukufanya ukakosa vitu vya muhimu vya msingi vya kufanya. Akawa anafikiria, na pia akakumbuka lile tukio alivyomgonga ile babake na Magdalena, ni kwa sababu ya pombe. Ulevi huo ndio ulisababisha akamuua mtu asiyekuwa na hatia. Kwa hiyo akawa anafikiria sana, anataka kunywa, lakini roho inasita. Roho nyingine inamwambia achana na pombe, roho nyingine inamwambia kunywa. Kama unavyojua tena, kuna nafsi mbili huwa zinabishana, yani katika mwili wako. Mtu yoyote, binadamu yoyote huwa ana nafsi mbili. Ndio maana hata mtu anapofanya dhambi huwa nafsi moja inamwambia fanya, nyingine inamwambia usifanye. Na ikishinda ile ya fanya, anaenda kufanya. Kama ikishinda ile ya acha, basi anaacha kufanya lile tukio baya. Kwa hiyo kila binadamu huwa ana nafsi mbili ambazo zinabishana kwenye mwili wake. Kwa hiyo ile nafsi ikawa inabishana na yeye sasa, kwamba anabishana nayo kwamba kunywa, ingine anamwambia acha kunywa, acha. Akikumbuka lile tukio ambalo alimgonga yule bwana bila hatia, anachanganyikiwa, yani roho inamuuma. Anasema sasa mambo gani yeye anataka nifanye? Tena nataka nirudie kunywa pombe, wakati pombe yenyewe ndio hiyo ambaye ilinisababishia mambo yakawa magumu na matatizo yakatokea makubwa hivi. Sasa inakuwaje na kunywa pombe tena? Basi nafsi nyingine inamwambia acha, nafsi nyingine inamwambia kunywa. Basi aliamua kwamba kuishinda nafsi ile ambaye inamwambia kunywa, akaamua kushindana nayo na akaishinda. Ikabidi akabonyeza kile kikopo cha pombe mpaka pombe yote ikamwagika, na pia akaamua kuchukua mfuko akafanya usafi pale ndani, akatoa mabobo yote ya pombe alikuwa anakunywa pale, na vibobo vyote akavitoa, kwa sababu hataki tena kuiona pombe na hataki tena kunywa. Amekuwa mtu mzuri, kwa sababu pombe ina madhara, na pia pombe ilimsababishia alimuua mtu asiyekuwa na hatia. Basi akaamua kuachana nayo hiyo pombe, akawa ametupa zake kule. Asubuhi tunamwona ameamka, mwili ukiwa unatoa jasho, mwili unachemka balaa, kwa sababu ya ile pombe ambayo ameacha. Sasa mwili unataka pombe. So unajua mwili ukishazoea, yani kama kilevi fulani ukishazoea kwenye mwili wako, basi usipokipata unakuwa kama una ile hangover, yani mwili unakuwa unatetemeka. Jamaa alianza kutetemeka sana. Sasa huku Mariam akawa ametoka zake na binti yake Magdalena. Magdalena akamwambia, mbona mama leo Simoni Jonas, mbona leo Simoni hapa anapokaaga? Mama akamwambia labda huenda amepunzika zake, amechoka, kwa hiyo wetu wenzetu shule. Akawa amempeleka shule, baada kumpeleka akawa amerudi, lakini kweli siku hiyo hajamuona kabisa Jonas. Akajua labda ametoka zake, kuna sehemu ameenda, ikabidi atulie. Lakini tunamwona huku bwana Jonas ndani, kweli hali imekuwa ni mbaya, yani mwili unatetemeka, yani anaumwa, yani ghafla, kwa sababu ya hangover, kukosa ile pombe. Na akipata tu pombe akinywa, basi ile hali inatulia. Kama unavyojua hangover ni mbaya, usipopata kwa kipindi ambacho unatumiaga kwa kila muda, basi inakuletea shida. Akawa kweli mwili umepata moto sana, mpaka kiasi kwamba sasa hawezi kufanya chochote. Ikawa ni siku ya pili hiyo hajaonekana, yani nje kabisa. Inabidi tena Mariam ajiulize, huyu mtu vipi? Mbona leo siku ya pili simuoni hapa ndani? Ameenda wapi? Akawa anajiuliza pale, lakini mara kidogo akawa ametulia zake tu, akasema labda hata utakuwa kwenye mishemisha zake, sababu angekuwepo lazima angekuja tu kuniona, maana tushaanza kuwa na ukaribu na mazoea, angekuja tu kuniona. Basi ikabidi apotezee tu siku hiyo. Kesho yake tena akawa mbele, siku ya tatu, sasa akampeleka tena binti yake shule. Baada ya kurudi akasema hii hapana, hii ngoja nikagonge mlango nijaribu kuuliza. Akagonga mlango, kimya. Gonga mlango, kimya. Akasema mbona huku hamna anayeitika leo? Kuna shida gani? Ikabidi asukume mlango kwa nguvu. Baada ya kusukuma mlango kwa nguvu, anaangalia sebuleni, anamkuta jamaa akiwa amelalia tumbo, hali ni mbaya, anaumwa balaa. Yaani hangover imepanda, anatetemeka, na baridi nini, anaumwa. Basi ikabidi ile bidada akashtuka pale, akamwambia, Jonas, una tatizo gani? Akamwambia naumwa. Akamwambia unaumwa nini sasa? Akamwambia mimi sielewi tu, baada tu ya kuacha tu pombe, basi hii hali ikanikuta, yani naumwa sana. Basi bidada akabidi achukue jukumu la kuweza kumsaidia, kwa sababu hana mtu wa kumsaidia, na shemeji yake na kakake wamesafiri, na yuko peke yake pale katika ile nyumba.
Basi ilibidi tu jamaa yule bidada Mariam achukue jukumu la kumsaidia kama mtu wake wa karibu, jirani ambaye wameshakuwa na urafiki kidogo. Akaanza kumsaidia pale, msaidie, mara anampa chakula, anamlisha chakula chenyewe, anatapika. Kila jamaa akinywa anatapika tu, kila kidogo tu anaenda kutapika, sababu nyongo imekataa kabisa kula kitu chochote. So akawa anambembeleza hivyo, kula, jitahidi upate nguvu. Anaenda bidada anamuoshea nguo zake, anaenda anachukua maji ndani, anampikia chakula, anamletea, anakuja anamuona. Ilibidi tu awe karibu na kumsaidia muda wote, kwa sababu hali ishakuwa mbaya, na hivyo ndio ikawa ndio tatizo lenyewe sasa limetokea. Tafanyaje na yuko peke yake? Basi tutaendelea katika season ya pili, mpenzi msikilizaji. Naona dude limezidi kunoga. Katika season ya pili tutakumaliza.